Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube channel yetu. Mtazamaji wangu, leo ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa 11 mwaka 2025. Mwezi huu kesi yake Mheshimiwa Tundu Lissu rasmi itakuwa ikiendelea huko mahakamani Kisutu, Dar es Salaam. Mtazamaji wangu, ni habari njema kwa wafuasi wake Mheshimiwa Lissu, kwani huenda Mheshimiwa Tundu Lissu akaweza kuachiwa huru. Kwanza kabisa ningependa uweze kuchukua sekunde yako moja kwa wewe hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vyema iwapo utaweza kulike na kushare video zetu ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Naam, mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, kipindi na wakati ambapo ushahidi dhaifu wa upande wa mashtaka utaweza kuwasilishwa katika Mahakama Kuu dhidi ya Mheshimiwa Tundu Lissu, itakuwa ni habari njema kwa wafuasi wake Mheshimiwa Tundu Lissu, kwani ndio utakuwa mwanzo wa Mheshimiwa Tundu Lissu kuanza kushinda kesi ya uhaini dhidi ya serikali awamu ya 6 kwa wakati huu ikiwa ni serikali ya awamu ya 7, jambo ambalo Mheshimiwa Tundu Lissu ataweza kulifanikisha. Kwanza kabisa ni ushahidi dhaifu kutoka upande wa mashtaka, ambapo ni uongozi wa serikali ya awamu 6. Vilevile kuna kukosekana kwa mashahidi wa kuaminika, jambo ambalo mwisho kipindi na wakati ambapo kesi yake Mheshimiwa Tundu Lissu ilikuwa ikisikilizwa kuliweza kuwa na ukosefu wa mashahidi, jambo ambalo liliweza kusababisha baadhi ya media zilizokuwa zikipeperusha habari katika mahakama kuomba kuweza kuzima mwisho siku, kutokana na mahakama kuwa na mipango ya kulinda shahidi aliyekuwa aweze kujitokeza, ila kuliweza kukosekana shahidi, jambo ambalo linazidi kuchangia Mheshimiwa Tundu Lissu kupata ushindi kwa njia moja ama nyingine. Pia kuna ukiukaji wa haki za kikatiba hivi sasa kutokana na kile kilichoweza kushuhudiwa katika uchaguzi wa mwaka 2025. Mataifa mengi ya kigeni yanazidi kufuatilia Jamhuri ya Tanzania, kesi yake Mheshimiwa Tundu Lissu, hadi mbaya kabisa kuna uchunguzi wa ICC unaozidi kufanyika. Hivyo basi kwa njia moja ama nyingine, mashtaka iwapo yataweza kukumba serikali ya awamu ya 7 hivi sasa, kwa njia moja ama nyingine, serikali hii ndiyo ambayo ilikuwa ikiongoza Jamhuri ya Tanzania kama serikali ya awamu ya 6, na ndipo ambapo Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kuwekwa ndani, jambo ambalo liliweza kubainika kuwa ni vita vya kisiasa kwa Mheshimiwa Tundu Lissu kutofanikiwa kuongoza Jamhuri ya Tanzania ama kushiriki katika kinyang'anyiro cha urais katika uchaguzi uliokuwa umeweza kuratibiwa tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Hivyo basi iwapo serikali awamu ya 6 ama awamu ya 7 hivi sasa itaweza kupatikana na kesi yoyote ile, basi Mheshimiwa Tundu Lissu ataweza kuwa katika nafasi bora kuachiwa huru, kujumuika na maelfu ya wafuasi wa chama cha Chadema. Mtazamaji wangu, kuna shinikizo kimataifa na vyombo vya haki za binadamu. Hivi sasa kuna jambo ambalo mataifa ya kigeni, hasa kuna shirika hili la AU ambalo limeweza kukashifu utumiaji wa nguvu kupita kiasi ulioweza kutumika kipindi na wakati ambapo vijana Gen Z waliweza kuandaa maandamano yao tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025, kipindi na wakati ambapo kuliweza kuzimwa kwa interneti kuliweza kudaiwa kwamba ni ukiukaji wa haki za binadamu. Mbona uweze kuazimia interneti, huku ikiwa ni jambo muhimu hasa kwa habari kutokana na kile kinachozidi kushuhudiwa ama kuendelea katika Jamhuri ya Tanzania. Vilevile mtazamaji wangu, kipindi na wakati ambapo Mahakama Kuu itaweza kudhibitisha kutokuwa na usawa katika uchaguzi ulioweza kufanyika, moja kwa moja kesi yake Mheshimiwa Tundu Lissu itaweza kuaminika kuwa iliweza kuwekwa na serikali ya awamu ya 6 kwa ajili ya kumzuia Mheshimiwa Tundu Lissu kufanikisha azma yake kuingia Ikulu na kuongoza serikali ya awamu ya 7
kwa njia moja ama nyingine. Hatua hiyo hivyo basi mahakama inazidi kutarajiwa kufanya haki na huenda ikaweza kuchangia pakubwa Mheshimiwa Tundu Lissu kushinda kesi hiyo hata kuachiwa huru. Vile vile mtazamaji wangu, kuna kesi kuwa msukumo wa kisiasa. Ndio sote tunafahamu kwamba chama Chadema kwa njia moja ama nyingine kiliweza kutupiliwa mbali na uongozi wa serikali ya awamu ya 6 kutoshiriki katika uchaguzi mkuu, jambo ambalo liliweza kusababisha kutoweka kwake Mheshimiwa John Heche, mwenyekiti msaidizi na mshikililizi ambaye alikuwa akishikilia nafasi yake Mheshimiwa Tundu Lissu. Pia mtazamaji wangu, kuna mabadiliko ya kisiasa au uongozi mpya kwa njia moja ama nyingine. Sote tunafahamu kwamba ICC inaanza kuanzisha uchunguzi rasmi kutokana na vifo ambavyo viliweza kuwa vya jenzi waliokuwa wakiandamana kupinga na kukosoa serikali ya awamu ya 6 kwa mara nyingine kutoingia Ikulu kuongoza serikali ya awamu ya 7 katika Jamhuri ya Tanzania, jambo ambalo liliweza kusababisha vifo vingi vya vijana wa Gen Z, jambo ambalo halijaweza kuwa sawa kabisa katika East Africa na hata dunia nzima. Kumulika vikali uongozi wa serikali ya awamu ya 7 hivi sasa inayozidi kuongozwa na Rais Mama Samia Suluhu Hassan, jambo ambalo linazidi kumweka Rais Mama Samia Suluhu Hassan kuwa katika shinikizo kubwa. Vile vile mtazamaji wangu, kipindi na wakati ambapo mahakama itaweza kupata ushahidi mpya ama uongo utakaoonyesha upotoshaji katika kesi yake Mheshimiwa Tundu Lissu, moja kwa moja Mheshimiwa Tundu Lissu ataweza kuachiwa huru. Vile vile kuna msimamo mtazamaji, vile vile kuna msimamo wa umma na shinikizo la wananchi. Sote tunafahamu kwamba kutokana na kile ambacho kimeweza kushuhudiwa chini ya uongozi wa serikali ya awamu ya 6 kipindi na wakati wa maandamano ya vijana Gen Z, kwa njia moja ama nyingine, hivi sasa hakuna Mtanzania yoyote yule anayeimani na serikali ya awamu ya 7 kuendelea kuongoza Jamhuri ya Tanzania. Hivyo basi wengi wanazidi kushinikiza nafasi hiyo ingeweza kukabidhiwa Mheshimiwa Tundu Lissu. Pia ikumbuke kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kuwa katika nafasi bora kukubaliana na hata kuelewana na vijana Gen Z matakwa yao ambayo walikuwa wakiyapendekeza yaweze kufanyika. Mheshimiwa Lissu aliweza kuwa mstari wa mbele kusikiliza, jambo ambalo liliweza kuonyesha wazi kwamba kipindi na wakati ambapo wataweza kuingia katika uchaguzi mkuu, moja kwa moja Gen Z wote wangeweza kumpigia kura Mheshimiwa Tundu Lissu na angeweza kushinda kiti cha urais, jambo ambalo kwa mara nyingine inazidi kudhihirisha wazi ya kwamba kushikililiwa kwake Mheshimiwa Tundu Lissu hakuna kesi ya uhaini, bali ni mambo ya kisiasa yaliyochangia Mheshimiwa Lissu kuwa katika gereza. Mtazamaji wangu, pia kuna rekodi safi ya kihistoria yake ya uzalendo. Sote tunafahamu kwamba kipindi na wakati ambapo Mheshimiwa Tundu Lissu alikuwa ni mbunge sawia na Rais Mama Samia Suluhu Hassan, wakati huo hakuweza kuwa na kashfa yoyote ile mbaya ama historia yoyote ile ya utumiaji wa pesa za serikali kinyume, bali aliweza kuwa kiongozi wa kutimiza na hata kufanikisha yote aliyokuwa akirai raia ataweza kuyafanya, jambo ambalo linazidi kumpendekeza Mheshimiwa Tundu Lissu wa Tanzania kuwa na imani kwamba kipindi na wakati ambapo ataweza kupewa mamlaka ya kuongoza Jamhuri ya Tanzania, moja kwa moja ataweza kuyafanikisha majukumu yake kama rais sawia na alivyoweza kuyafanikisha kipindi alipoweza kuwa mbunge. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi? Ni vema kwa wewe hapo kutuachia maoni yako katika uwanja wa comment section. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.